Bila shaka mtazamaji, ni tarehe 14 Disemba mwaka 2025. Asante sana kwa kujiunga nasi hapa moja kwa moja kutoka katika chumba cha matangazo TV47. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, kwa niaba ya mwanahabari mwenza Andin Kilemi. Usiku wa leo nitakuwa nakupasha mengi zaidi, lakini kwanza kabisa wacha tupate yaliyomo. Yajayo kwenye TV47 wikendi. Shinikizo laibuka kuelekea sekta za uchukuzi na usalama kutokana na visa vingi vya hivi karibuni vya ajali barabarani, huku Wakenya wakiraiwa kutahadhari barabarani. Leo hii watu 8 wakiwemo watoto 2 wamefariki kufuatia ajali ya kutisha ya barabarani Ekerenyo. Viongozi wa Mlima Kenya Mashariki watishia mgawanyiko wa kisiasa na wenzao katika eneo la Mlima Kenya. Je, Mlima Kenya bado uko imara? Roho ndio hiyo. Na kilichokusudiwa kuwa ibada ya Jumapili yenye amani kiligeuka kuwa ghasia baada ya mafahali 2 wa kisiasa kaunti ya Kiambu kukwaruzana na kubururana kisiasa mbele ya madhabahu ya kanisa la AIPCA na mbele ya Rais William Ruto. Bila shaka mtazamaji, mfasiri kwa lugha ya ishara anafahamika kama Roda Nyamae, na mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Nafuatilia matangazo haya moja kwa moja kupitia mtandao wa YouTube TV47 Live, mtandao wa X ni @TV47KE @PaulKirobi. Tuandamane hadi tamati. Watu 8 wakiwemo watoto 2 wa chini ya umri wa miaka 2 wamefariki dunia na wengine kujeruhiwa vibaya kufuatia ajali mbaya iliyotokea usiku wa kuamkia leo kwenye barabara ya Kericho Nyamira, eneo la Buarani Tombe. Ajali hiyo ilihusisha trailer na gari la abiria aina ya Nissan kugongana uso kwa uso. Manusura 7 waliofikishwa kwenye hospitali wanaendelea kupokea matibabu. Carol Wangare na taarifa hii kwa kina. Ni katika hifadhi ya maiti ya hospitali ya rufaa ya kaunti ya Nyamira. Huzuni imetanda baada ya familia za watu 8 waliofariki ajali hiyo ya kusikitisha zimewasili katika hospitali hii kuwatambua wapendwa wao. Jones Kibaso, ambaye jamaa zake 4 walihusika katika ajali hiyo, anasema walikuwa wakielekea Nyamira Kusini kwa ajili ya mazishi ya mjomba wao. Shemeji yake na mpwa wake walifariki, huku jamaa wengine 2 wakilazwa ICU wakiwa na majeraha makubwa kichwani. Walikuwa wanakuja matanga nyumbani. Kuna ango mmoja alikuwa amekufa, lakini sasa nao wamepata msiba. Sasa tumepata msiba kwa watu 3 kwa familia moja, na hao 2 wako ICU. Ni kama we are processing tupate referral kwenda Eldoret kwa sababu wako ICU, wako na head injuries. Nimepoteza msichana yangu anaitwa Purity Kimto. Alifanya mtihani ya form 4. Ndio tulikuwa tunaweka matumaini, tunangojelea fira hata sisi tutafurahia. Alisafiri kwenda Nairobi kusalamia makazini zake. Alikuwa anateremka jana. Kwa mujibu wa taarifa ya polisi, ajali hiyo ilihusisha trela lililokuwa likielekea Kericho na matatu iliyokuwa ikielekea Nyamira. Dereva wa trela alitoroka baada ya ajali, huku dereva wa matatu akifariki papo hapo. Nissan inaitwa Kwasa Komban. Hiyo gari ilikuwa na speed, ilikuwa tu pole pole. Ndio ilikuja kichwa ya trela, ikagonga ile gari mpaka ikamaliza kabisa. Kitu tu nilianza kupiga nduru. Watu kucha tu na masoka na machuma, msaidie watu. Katika eneo la tukio, polisi wanasema umati wa watu ulikuwa mkubwa mno, kwani wakazi walianza kuchota mafuta kutoka kwenye trela na kupora mali kwenye gari la abiria badala ya kuwasaidia manusura. Polisi walilazimika kufyatua risasi hewani ili kuwatawanya. Hii kona ni mbaya sana. Ni mbaya kusema kweli kabisa hapa. Ni mbaya, imeshachukua watu. Serikali tu yone njia itasaidia hapa tinga ya Rani Boisa ndio waokoe maisha ya watu. Watu walikufa jana wengi. Yaani mtu anakufa tu na watoto yake. Gavana wa Nyamira Amos Nyaribo alitembelea waliojeruhiwa hospitalini na kusema serikali ya kaunti inaandaa mipango kuhamisha wagonjwa walio katika hali mahututi. I form a small committee which will be liaising with the affected families so that we see how we can work together. In short,
we stand with them 100%. Magari yaliyohusika yamevutwa hadi katika kituo cha polisi cha Nyamira huku uchunguzi wa ajali hiyo ukiendelea. Wito sasa umetolewa kwa watumizi wa barabara pamoja na madereva kuwa waangalifu ili kukabili kero hili la ajali kila kuchao, hasa wakati huu wa misimu ya Krismasi na mwaka mpya, na asasi zile zinahusika kama vile mamlaka ya TSA zimeombwa kukaza kamba hasa wakati huu ili kupunguza ajali hizi. Kombo Alfayo nikiripotia TV47 kutoka hospitali ya rufaa ya Nyamira. Naam, tukiachana na taarifa hiyo kwa sasa, wacha tuangazie taarifa nyingine ambapo makamu wa rais wa zamani Kalonzo Musyoka ameanzisha mashambulizi makali ya kisiasa dhidi ya serikali ya Kenya Kwanza, akionya kuhusu kile anachokitaja kama kuongezeka kwa muingilio wa serikali katika masuala ya kidini. Akizungumza wakati wa ibada ya kanisa hapa jijini Nairobi, kiongozi huyo wa Wiper amepinga mipango inayopendekezwa ya kudhibiti makanisa, akisema ni shambulio kwa uhuru unaolindwa na katiba, huku pia akilaani kile anachokitaja kuwa ubomoaji wa lazima unaohusishwa na mpango wa serikali wa nyumba za bei nafuu. Mwanahabari wetu Mike Kagongo ana maelezo zaidi. Kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka ameonyesha msimamo mkali dhidi ya kile anachokielezea kama matumizi mabaya ya mamlaka ya serikali. Akihutubia waumini katika kanisa la Gospel Turbulence Worship Center hapa jijini Nairobi, Kalonzo amelaani vikali juhudi zozote za kudhibiti au kusimamia makanisa, akionya kuwa hatua kama hizo zinahatarisha uhuru wa kuabudu na kufungua mlango wa kuingiliwa kwa siasa katika masuala ya kidini. The church that prayed this administration into office is now shaking under the weight of the administration's misrule. Kalonzo ametangaza kuwa chama cha Wiper kitahamasisha upinzani ndani na nje ya bunge ili kuangusha mswada unaolenga kudhibiti makanisa, akisisitiza kuwa taasisi za kidini lazima zibaki sauti huru wala si viungo vya serikali. We will and we object to regulation of the church. The freedom of worship. Akiwa ameandamana na mwanawe ambaye ni mbunge wa Iala Kennedy Musyoka pamoja na viongozi wengine wa chama cha Wiper, Kalonzo amesema mswada huo ni sehemu ya mkondo mpana wa kupungua kwa nafasi ya kiraia, akishutumu serikali kwa kuzima taasisi ambazo mara nyingi huzungumza kwa niaba ya wananchi. Makamu huyo wa rais wa zamani hata hivyo ameelekeza ukosoaji wake kwa mpango wa serikali wa nyumba za bei nafuu, akilaani vikali ubomoaji wa makazi ya wakazi wa mtaa wa Marigoine. We know this Ruto administration does not even honor court orders, but they will get to order. They will get to honor them going forward. Amekataa maadili ya maendeleo yanayowaondoa maskini katika makazi yao, akiahidi kupinga ubomoaji huo na kuitaka serikali iweke utu wa ubinadamu mbele ya miradi ya kisiasa. Let us go to them. Put everything on record so that even if they come and make people homeless, we have at least that to be compensated in law. But before that happens, stop them. Kauli za Kalonzo zinaashiria mkakati mpana wa upinzani unaolitumia kanisa kama masuala ya haki za kijamii kama uwanja wa kupambana na sera za mwelekeo wa kisiasa wa serikali ya Kenya Kwanza. Mike Kagongo, TV47, Nairobi. Asante sana Mike Kagongo kwa taarifa hiyo. Hali ya siasa katika maeneo mbalimbali ya nchi imeendelea kushika kasi, huku wito wa umoja, uwajibikaji na maendeleo ukitawala mijadala hivi karibuni. Mwandishi wetu Mwaluse Meshak na mseto wa taarifa hii. Mbunge wa Likuyani Innocent Mugabe amewataka viongozi wakuu wa magharibi ya Kenya kuanza mapema kujipanga kwa kinyang'anyiro cha urais wa mwaka 2032. Ametuambia na si mara moja si mara mbili kwamba mwaka wa 2032, na sisi tumeanza hiyo mpango kwa sasa, lazima uongozi wa taifa hii ukuje mkoa wa nini? Wa magharibi. Aidha, Mugabe amewataka Moses Wetangula, Musalia Mudavadi na Wycliffe Oparanya kuonesha nia wazi ya kuwania uongozi wa taifa, akisema maandalizi ya mapema na yenye umoja ni muhimu. Sisi tunapiga hesabu ya kwamba 2032 liwe liwalo, hii uongozi tumeitafuta miaka mingi kuje wapi? Kwetu. Na tunajua tukipiga hapa hesabu saa nyingine ya 2027 itakataa. Naibu mkuu wa wafanyakazi Ikuluni Eliud Owalo amewatahadharisha wanasiasa dhidi ya siasa za urithi na ubabe eneo la Nyanza.
we really need to have some focus as a people. We do not want negative, retrogressive, parochial, and egocentric interest in the name of something called political kingpin. Akizungumza katika kaunti ya Kisumu, Owalo amesisitiza kuwa wananchi wanapaswa kupima uwezo wa viongozi wao kwa matokeo ya maendeleo, ajira na huduma, ila si kwa maneno ya kisiasa, huku taifa likielekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. So our focus must change to politics of the economy, not selfish politics of political kingpin. That is not going to take us anywhere. Wakati huo huo, katika kaunti ya Kakamega, mgombea wa Kenya moja katika uchaguzi mdogo uliokamilika wa Malava mwezi jana, Wilberforce Tuvei ameahidi kushirikiana na mbunge wa Malava David Ndakwa kwa maslahi ya wananchi licha ya madai ya dosari katika zoezi la uchaguzi huo mdogo. We must always work with the leadership that is there. He will be given the support by myself and the people of Malava to ensure that he delivers on the mandate that he was given. Uchaguzi kuwa kwa huru na haki, lakini kwa sasa tuko na mbunge ambaye ameapishwa na kikatiba yeye ndio member of parliament wa Malava. Akizungumza wakati wa hafla ya shukrani nyumbani kwake Muting'ong'o, Tuvei amesisitiza mshikamano na kuwataka wanaopinga uchaguzi huo kufuata mkondo wa kisheria na kutangaza mpango wa kuhamasisha vijana kujiandikisha kama wapiga kura kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Mwaluse Meshak, TV47, Nairobi. Na tukiachana na taarifa yake Mwaluse Meshak, baada ya Jumapili katika kanisa la AIPCEA Igegania, Gatundu North katika kaunti ya Kiambu ilikatizwa kwa muda baada ya makundi hasimu yanayomuunga mkono gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi na mbunge wa Thika mjini Alice Ng'ang'a kulumbana vikali kwa kurushiana kauli, tukio lililoshuhudiwa na Rais William Ruto. Asante. Roho ndio hiyo. Roho ndio hiyo. Wafuasi wa pande hizo mbili walibadilishana kauli mbiu za kisiasa katika kile kilichoonekana kama maonyesho ya nguvu za kisiasa, hali iliyokaribia kugeuka kuwa mzozo wa kimwili. Tutulie kidogo tusalimiwe na Deputy Governor. Aya, asante. Tutulie kidogo. Maafisa wa usalama walipata wakati mgumu kutuliza hali hiyo na ibada ikalazimika kusimamishwa kwa muda, huku viongozi wa kanisa wakiingilia kati kuwatuliza waumini. Na watu wote ambao tumekutanika siku ya leo. Akihutubia waumini, mbunge Alice Ng'ang'a alieleza ishara ya kuwania ugavana wa Kiambu mwaka 2027, akiahidi kuboresha maeneo ya vijijini yanayokosa miundombinu ya msingi. Ila utata ulitokea hapo gavana Wamatangi alitajwa kuwa gavana anayeondoka. Mimi hivi karibuni nitakuwa mdosi wa hapa Kiambu. Kwa upande wake, gavana Wamatangi alikosoa kampeni za mapema, akisisitiza kuwa kipaumbele kinapaswa kuwa utoaji wa huduma kwa wananchi, akisema ataendelea kutekeleza majukumu yake na yuko tayari kutetea kiti chake katika uchaguzi ujao. Saa zingine unajua simba akitulia anaonekana kama ni paka vile walivyosema, Your Excellency. Mimi ndio sitting governor wa kaunti ya Kiambu. Mimi ndio governor to be wa Kiambu. Don't be in doubt in your mind. Akishuhudia utata na ubabe huo, Rais William Ruto amewataka viongozi wa Kiambu kudumisha umoja na kuepuka siasa za mgawanyiko, akionya dhidi ya vurugu na uchochezi. Uchaguzi ya Januari si ya governor, ni ya chama ya UDA. So tulizeni boli kidogo, bado ya governor itakuja baadaye. Vile tumeona umoja katika kanisa la AIPCEA, mimi nawaomba ndugu zangu watu wa Kiambu, viongozi wetu wa Kiambu, na wasihi na waomba tuwe na umoja vile vile. Rais William Ruto amewakashifu wapinzani wake wanaokashifu utekelezaji wa miradi ya maendeleo, akieleza kuwa serikali yake imejitolea kutekeleza miradi yote. Kama unangojea mtu akuje akupangie barabara ya kwenda kwako, kwa sababu barabara ya kwenda kwako bado ni vumbi na bado ni ya matope, unamngojea akuja akupangie.
yeye mwenyewe huyo ambaye unamngojea, yeye mwenyewe amekuwa kwa uongozi miaka 50. Barabara ya kwenda kwake ni ya vumbi na matope. Atatoa wapi akili kama amekosa akili ya kupanga barabara ya kwenda kwake? Atatoa wapi akili ya kupanga barabara ya kwenda kwako? Viongozi waliohudhuria ibada hiyo walitetea utendakazi wa serikali, wakisema imeendelea kutoa huduma muhimu kwa wananchi, huku wakimpigia debe Rais Ruto. Kiambu County, we are not living on a promise. We are living in the reality of moving towards a first world country from a third world country. Kuna watu ambaye hawaelewi kazi inatoka kwa serikali na inafanyika ukiwa na serikali. Yule alikuwa anasema hatuwezi, tumwambie asubuhi na mapema tutakuwa tumevoti rais wetu aendelee na kasi. Kadri mwaka 2027 unavyokaribia, ndivyo kampeni za kisiasa zinavyozidi kupamba moto, hasa katika maeneo ambako ushindani mkali tayari umeanza kujitokeza, kila mmoja akitafuta ushawishi. Na tukisalia katika masuala ya siasa, baadhi ya viongozi katika eneo la Mlima Kenya Mashariki wametoa ishara ya mwelekeo mpya wa kisiasa, wakionya kuwa wako tayari kugawanya kanda ya Mlima Kenya kuwa Mashariki na Magharibi iwapo malalamishi yao ya muda mrefu hayatatatuliwa. Wakizungumza wakati wa ibada ya kanisa katika kanisa la Full Gospel Kangaru katika kaunti ya Embu, waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku alisema kuwa Mlima Kenya Mashariki imekuwa ikitengwa kihistoria katika maendeleo na haiwezi tena kufungamanishwa na siasa zisizoakisi maslahi yake. Aliwataka wakazi kuamua hatima yao ya kisiasa na kupuuza kile alichokitaja kwa siasa za mgawanyiko kutoka upinzani zinazolenga serikali ya Rais William Ruto. Aidha, Ruku alimshutumu aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kwa kuchochea uhasama dhidi ya rais katika eneo hilo, akisisitiza kuwa Mlima Kenya Mashariki lazima ilinde maslahi yake ya kisiasa na kiuchumi. Watu wengine na hapa wanatuambia ati tutoke ndani ya serikali, serikali ni mbaya, William Ruto ni mbaya. Tunawaambia hata kama ni mlima tutaikata mara mbili, tupate title deed yetu ya Mount Kenya East na wao wakae na title deed yao ya Mount Kenya West. Tuko na serikali na tuko na rais ambao wanatusikiza. Kama wewe Rigiji na watu yako mnataka ukaa nje ya serikali, mkae nje ya serikali. Lakini sisi watu wa Meru, wa Embu, wa Tharaka Nithi tutakaa ndani ya hii serikali na tutakaa ndani ya serikali ambayo inakuja. To chart our own political destiny as a region. We have a deputy president who is a member of our region with our professor Kithure Kindiki, ambaye tunamwambia yeye ni fire. Ni fire, si fire. Na bila shaka taarifa hiyo mtazamaji inatupeleka katika mapumziko mafupi. Tukirejea tunakuja na mengi zaidi, kwa hivyo usibanduke. No more excuses. It's time to rise, grind, and own your mornings. Join Coach Shadrach Ouma every Monday to Friday from 5:30 to 6 a.m. only on TV47. Full body workouts, zero equipment, maximum results. Start strong, stay strong. TV47 Fitness with Coach Shadrach only on TV47. Looking for the perfect way to kick off your weekend? Pole. Hiyo ni salamu ya Mluya kabisa. Tune in to Friday with Betty, the most exciting show on TV. Betty, one tear gas. Betty, I don't know where this guy's going.
walikutoka. From the latest news and trends to unforgettable moments. Mimi Wewe ni simpa. Friday with Betty is your go-to show for a fabulous Friday night. Meteorologist, what is that word, Willis? Tune in this and every Friday at 9 p.m. and let's make your Fridays unforgettable. Only on TV47. Enjoy uninterrupted live streaming of your favorite programs on TV47 and Radio 47 on the go with our new mobile-friendly website. Experience the future of broadcasting. Visit www.tv47.digital or scan this QR code and stream your way to endless news and entertainment. Welcome to the home of untold stories. Karibu tena mtazamaji, nizidi kukupasha mengi zaidi. Wakazi wa kijiji cha Shauri Moyo kilichopo Kipini, kata ya Tana River, wanahofia kufurushwa kufuatia madai ya ghafla ya umiliki wa ardhi wanayodai kuwa wameimiliki kwa zaidi ya miaka 30. Ardhi inayozozaniwa inaenea zaidi ya ekari 1000 na ambapo imekuwa ikitumika kwa makazi na kilimo. Wakazi wanasema kwamba waliwekeza akiba ya maisha yao katika nyumba na riziki. Wanawashutumu wasimamizi wa eneo hilo kwa kula njama na wadai wakidai vitisho na upendeleo wa chifu wa eneo hilo. Jumuiya hiyo sasa inaziomba serikali za kaunti na kitaifa kuingilia kati na kuepusha mzozo wa ardhi unaoweza kutokea. Sisi kati yetu tunataka serikali watujue kwamba sisi ni wakaji wa huku. Kama sisi hata kura zenyewe hazingetoka. Sisi tunataka tuonekane kama watu, tusionekane kama mayonda. So ndio posa tunajiuliza, kwani sisi kama Wakenya tumezaliwa hapa na tu Wakenya hatuna haki ya kumiliki ardhi? Na haki yetu iko wapi kama serikali haitaweza kutuangalia kujua kwamba sisi tuna miaka zaidi ya 30 hiyo yaka ambao anasema ambao tumeishi mahali hapa? Na la kushangaza ni ya kuwa chief mwenyewe ndiye anakuja na hao watu na hata hajafanya participation ya wale wakulima wako eneo hii. Tulikutwa na jambo la ghafla, kisha ikawa huyo chief hata ana maongeo mabaya, tukimkaribia hataki kutuelewa. Mbali na taarifa hiyo, zaidi ya wanafunzi 1000 wa vyuo vikuu kutoka jamii za Gema na Kamba waliadhimisha siku ya utamaduni ya mwaka 2025 wakidhibitisha kujitolea kwao kwa urithi, amani na uongozi. Baraza la wazee wa Kikuyu likiongozwa na mwenyekiti wa Shira wa Kiago lilitaka serikali kuunga mkono programu za ushauri wa kitamaduni. Wazee waliwapongeza wanafunzi hao kwa kuendeleza maadili ya kitamaduni, amani na uongozi unaowajibika. It has been a successful event, and it was all based and it was surrounding culture, where we get to experience and celebrate our culture as the university students and all the youth across Kenya. Tumekuwa tukiwafunza hata vile akina mama walikuwa wakishunga kila kitu ambacho wazee walikuwa wakileta nyumbani. Akina mama ilikuwa ndio kazi yao kushunga na hata kuwalea watoto. Kwa magogona, everything in our culture is actualized through a ceremony, and that's what we call an igongona. So today what we are doing is taking them through fundamental values, like the Ngamini has said,
the fundamental values of our culture. Ndio alikuwa amesema hana kabila, they are tribalists. Hiyo sio kitu ya maana. Hebu tuelezee wote, kila mtu ako pahali ametoka, kuna na mila na desturi za huko, lakini baadaye wakisomeshwa kwao wanakuwa Wakenya, sababu huwezi kuwa unafuata mila za watu wengine, lazima kwanza ufuate zenu, sio itakuonyesha njia. Bali na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba serikali imeibua wasiwasi kuhusu ufujaji mkubwa wa fedha za umma katika ngazi za kaunti. Kukabili haya, katibu mkuu Judy Pareno alisema kwamba serikali inaimarisha uwajibikaji mashinani kupitia kamati za kaunti zilizofunzwa za kukabiliana na ufisadi. Kamati hizo kutoka kaunti zote 47 zitafanya kama wafichuaji kuhusu ufisadi katika miradi ya umma na kuhakikishiwa ulinzi. We are actually sending a strong message to the country that these county committees are meant to speak against corruption right from the grassroots level. So the fight against corruption has come right to the grassroots level by the citizens themselves. Tumewasomesha, wameweza kupata manufaa kwa kazi ile watafanya. Wameelezwa vile watafanya kazi. Tumekubaliana na wao waende mashinani wasimamishe ufisadi kutumia njia halali za kisheria. Tumeishi kunyamaza sana wakati ufisadi inafanywa katika kaunti zetu. Unanyamaza, tunanyamazishwa. Hapa tumeambiwa tupige nduru, tuinue sauti, tupige firimbi. Jambo lingine, serikali ikue kipaumbele kumaliza ufisadi, tuonyeshe mfano ufisadi utamalizwa vipi. Hatuwezi kama serikali itatuonyesha mfano. Na serikali imesifiwa kwa kusawazisha mitihani ya kitaifa chini ya mfumo mpya wa elimu unaonekana kuwa na muundo zaidi kuliko mfumo wa 844. Hata hivyo, wadau wa elimu wanatoa wito wa kutiliwa mkazo zaidi katika kujifunza kwa vitendo na kuzingatia ujuzi. Washikadau wa elimu wanasema kukuza talanta, ubunifu na ujuzi wa kiufundi ni muhimu katika kuzalisha wahitimu waliohitimu zaidi ya mitihani. I think that I would urge the government and the Ministry of Education stakeholders to put a thought is, unlike what we have been practicing in the classroom level, these students need to be given an opportunity to do experiments, because in their syllabus they are supposed to undertake some experiment, go to the lab, and these students have really done that. We would want, going into the future, as they get this assessment, let the students be given an opportunity to go to the lab, carry out experiment, and also record, because this will make them realize the final objective of the exam. So we wish to appreciate the teachers for the much efforts they put in to make our kids shine, and that was so great. So the competition is just almost closer, but our boys came out shining. And I would like to appreciate the school for their hard work and what they have done to us, all the activities that we were given in order for us to achieve our goals. I would like also to appreciate my parents for doing their best so that we could get all this. Without them, we wouldn't have been here. Tukiingia michezoni ni kwamba timu ya Joska Grannies ya kaunti ya Machakos imetoa ubingwa wa Kick for Health Grannies katika eneo la Molo baada ya kuishinda Tugumoe Grannies FC ya Elgeyo Marakwet 7-0 katika mashindano yanayohamasisha afya kwa wanawake wazee kupitia soka. Mashindano hayo yaliyokutanisha timu 35 kutoka kaunti 15 nchini yanalenga kuhimiza maisha yenye afya kwa wanawake wazee kwa kukabiliana na changamoto za kiafya kama vile shinikizo la damu, kisukari na msongo wa mawazo kupitia michezo. Baadhi ya manahodha wa timu walisema kuwa ushiriki katika soka umesaidia wanawake wengi wazee kuwa na afya njema, kujiamini na mshikamano wa kijamii na kuwapa nafasi ya kufua nguvu na ari ya ujana. Kwa upande wake, mbunge wa Molo alisifia hatua hiyo akiitaja kuwa mabadiliko chanya katika kuimarisha huduma za kinga za afya ngazi ya jamii. Sana ya muhimu upande wa afya
nimeona wamama wengine wako wanatoka kwa nyumba na vile walianza kuja mazoezi. Sasa hivi wako chonjo kabisa, hata wanaingia kwa kiwanja kucheza. Kucheza mpira ni kitu ya maana. Imesaidia wamama. Niko na wamama wengine wa 75 years. Walikuja wakiwa pabaya, lakini saizi wanatembea ni kama tusichana. Kuna wengine walikuwa wanalia magoti, wanalia mgongo, sukari, pressure. Networking kama sahi tumepata marafiki wengi sana. Kwa hivyo hata imepanua network yetu ya urafiki. Tumekutana na watu wengi, tunashare ideas, tunashare development projects. Mimi nimekimbia na wao kutoka hapa tu Posta, nikifika hapa nasikia mimi na hema. Lakini hao ni wazee wa miaka mingi na wanajikakamua, they are very fit. Ukitaka kuavoid kwenda hospitali, ukitaka kuavoid magonjwa ya health, kuwa kama hawa grannies. Na tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba kikosi cha Kenya cha mchezo wa saratanji kilichotoa ubingwa kwenye mashindano ya chipukizi ya bara yaliyofanyika jijini Harare kimerejea nchini na kupokelewa kishujaa. Kikosi hicho kilitoa jumla ya medali 10 za dhahabu, 2 za fedha na 4 za shaba na kuzibwaga nchi 15 zilizoshiriki, ikiwa ni mara ya kwanza Kenya kuandikisha ushindi tangu kwenye mashindano hayo ya chess tangu mwaka 1976. I'm just from Zimbabwe, from the chess championship, and I played in the under 14 girls, emerged first position with 8 out of 9. I thank God for that opportunity to be there and the win, because I had a lot of fun. The competition was tough, met my Kenyans, learned a few lessons from the game, and I'm so grateful for that chance. It was challenging. Sometimes there were some games which you really had to calculate in critical moments. Yeah. And it's one of the proudest moments of my career as a chess player and a chess coach, because Kenya for the first time emerged victorious, and it wasn't even close. We were the best country by a mile. It was an amazing performance. First of all, we look at the fact that we had all the big countries there. Egypt was there, Algeria was there, all the big countries were there, Uganda, and of course South Africa and the hosts, Zimbabwe. And one thing that we see is that while we've made progress, the other countries seem to have digressed. Na tukiachana na hayo, Kenya inaendelea kutamba kwenye mashindano ya chipukizi ya bara Afrika yanayoendelea nchini Luanda, Angola. Chipukizi wa mchezo wa gofu Belinda Wanjiru ameshinda medali ya shaba na kuongeza medali za Kenya kuwa 11 kwenye mashindano hayo. Belinda ameshinda medali hiyo baada ya raia wa Zimbabwe Miriam Masia kutoa ubingwa. Haya kijiri, timu za voleboli ya ufuo wa bahari zimemaliza katika nafasi ya 4. Kenya kwa sasa imeshinda medali 4 za dhahabu, 3 za fedha na 4 za shaba. I got to compete alongside a friend of mine from Zimbabwe, Miriam. She put on a very good fight, but I think I tried my best. The conditions are very different from the ones we have back home in Kenya. It's a lot more hot, it's hotter, humid, very windy. So it's something that I'm not really used to, but I've practiced a lot with it, even in previous tournaments. The score wasn't too good. I would have loved to play better, but you take what you're given and you move on. Yeah, finishing 4th is quite tough because just missed out on the medals, but at least this tournament I had lots of positives come out. I played 2 good rounds of golf, just messed up the second day, but yeah, the grind never stops. This is a culmination of a whole year of training and preparation for this type of events. And so we are grateful when we are able to get a podium finish and of course number 2 in junior golf. Bila shaka mtazamaji, Kenya inazidi kutamba kule Angola. Tunawatakia kila la heri. Mimi nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobi. Dakika 30 imekatika baada ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki. Mfasiri kwa lugha ya ishara amekuwa ni Roda Nyamae. Nakutakia usiku mwema. Mwenyezi Mungu akulinde wewe pamoja na hali zako.